Mtazamaji, tukisalia katika masuala ya siasa ni kwamba chama cha ODM kupitia mrengo unaoongozwa na Daktari Oburu Odinga kimeendeleza msururu wa mikutano yake kujinadi katika kaunti ya Busia na maeneo ya Magharibi. Wasemaji katika hafla hiyo wamehimiza kuwe na mshikamano miongoni mwa wanachama ili kukistawisha katika maandalizi ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Haya yanajiri huku kukiwa na ishara za mgawanyiko katika chama hicho, hususan baada ya kifo cha aliyekuwa kiongozi wake Raila Odinga. Victor Ngaruya anaarifu zaidi. ODM imekuwa katika kaunti za Kakamega na Busia kujinadi kwa kile wanachokiita kulinda ODM mashinani. Leo ziara hiyo ilianza katika wadi ya Malaba ya Kati, kaunti ya Busia, ambako viongozi wakuu wa chama walikutana na viongozi na wanachama wa mashinani. Sisi party leader tunasema tumekubaliana na yale ulisema Kilifi, na tutashikilia hivyo kama wana ODM. Licha ya kauli za hivi majuzi kutoka kwa baraza la wenye viti wa ODM kaunti kutaka mazungumzo ya kina kabla ya maamuzi ya mwaka wa 2027, wenzao wanafikiria tofauti. Huyu mzee Oburu tutasimama na yeye. Baba, unapokaa wewe jua kwamba vijana kama sisi na mimi nikiwa komanda wa pili wako, chama hiki tutasimamisha kuhakikishia kwamba kimekuwa na tumechukua uongozi 2027. Lazima tutengeneze serikali. Hata hivyo, baadhi ya viongozi wakuu hawakuhudhuria hafla hiyo, akiwemo katibu mkuu wa ODM na seneta wa Nairobi Edwin Sifuna, ambaye ameonekana kususia mkutano wa ODM kwa mara nyingine na kuendelea kuibua maswali mengi miongoni mwa wengi kuhusu mustakabali wa chama hicho kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2027. ODM. Victor Ngaruya, NTV.